Mheshimiwa Rais wetu, nikichambua hiyo hotuba yake, ukurasa 35, Rais wetu ameweza kuchangia kiasi kikubwa sana katika njia za sanaa, utamaduni na michezo. Mheshimiwa Rais ni mwanamichezo. Yeye amekuwa mstari wa mbele sana. Kama ukiangalia kwa mfano, aliweza kucheza filamu, kacheza sinema ambayo wote tumeiona na imesababisha kuingiza watalii wengi sana hapa nchini kupitia Royal Tour. Mheshimiwa Rais pia amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anatoa motisha kwa wanamichezo mbalimbali wa hizi timu zetu kubwa na hususan timu ya taifa. Amekuwa mstari wa mbele kwa kutoa motisha, tunaita sisi wanamichezo goli la mama, ambalo limesababisha watoto wetu au vijana wetu kupata ajira na kupambana kuhakikisha anapambana katika mpira ili aweze kucheza katika timu ya taifa. Hapo hapo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan Dokta amepambana katika riadha. Sasa hivi kama mnavyoona, mwaka jana mmeona tumekuwa na mwanariadha ambaye amechukua tunzo ya medali ya dhahabu. Kwa hiyo hizo zote ni juhudi za Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa vile hakuacha wanawake katika mpira. Kuna michezo mbalimbali, hasa mchezo wa mpira wa miguu. Sasa hivi vijana wetu wa kike pia wanaweza kucheza mpira nchi za nje na wanapata ajira na wanaingiza kipato kwa kupitia hela za kigeni. Mheshimiwa Rais wetu pia ameweza kuinua mpira wa ngumi ambao ulikuwa umesahaulika. Sasa hivi ngumi nayo imekuwa ni ajira kubwa, watu wanapigana huko wanapata pesa. Kwa hiyo katika hii michezo yote, michezo ni pesa, michezo imekuwa ni pesa, imekuwa na thamani kubwa hapa Tanzania. Pia hakuacha kurudi nyuma kwa watu wenye uhitaji maalum. Kuna michezo ambayo inapitia Olympic, michezo ya Olympic ambayo wanakwenda watu wenye uhitaji maalum kupitia TOC ambayo ni Tanzania Olympic. Pia rais wetu hakuweza kuiacha. Na sasa hivi kwa wale wanaocheza basketball, kuna timu ambayo imekuja juu sana, inacheza mashindano ya kimataifa, inaitwa Dar City. Imeweza kumfanya Hashim Thabiti ambaye alikuwa anacheza basketball nje ya nchi, naye anacheza katika hiyo timu kuhakikisha kwamba Tanzania nayo inaingia katika mashindano ya kimataifa ya basketball. Huyo ndio Rais Samia Suluhu Hassan. Rais pia ukiangalia ukurasa huo wa 35, Rais amesema kwamba tunaendeleza maandalizi ya ujenzi wa studio za kisasa ambazo tutatengeneza filamu bora. Na kama unaona juzi Mheshimiwa Rais mwaka jana aliambatana na wasanii wa filamu kwenda Korea kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo, wanaona jinsi gani ya utengenezaji wa filamu ili na wao waje kutengeneza filamu zenye ubora hapa Tanzania. Hiyo ameifanya kwa dhati katika njia za michezo. Mheshimiwa Rais pia anatutengenezea ukumbi wa kisasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumbi ambazo zitakuwa zinapiga burudani, tukiachana na mambo ya kwenda kupiga burudani kwenye makumbi makubwa ambayo tunalipa sisi wasanii kama milioni 30 mpaka milioni 12 kwa ukumbi. Lakini Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan yeye anatujengea kumbi ambazo wasanii watakuwa wanafanya matamasha yao. Mheshimiwa Rais pia Samia Suluhu Hassan, mimi naipongeza sana hii hotuba yake na ninaiunga mkono 100%. Tunakwenda kwenye AFCON. Sisi Tanzania kwa mara ya kwanza mashindano ya AFCON 2027, japo wengine walizungumzia, lakini mimi nitaizungumzia kwa mapana zaidi. Tuna viwanja ambao hata juzi kama mmeona kwenye TV, Rais alikuwa Arusha na Mheshimiwa Makonda mwenye jimbo lake la Arusha mjini na Rais mwenye dhamana ya utamaduni. Kuna viwanja vinajengwa vya takribani za kuingiza watu zaidi ya milioni 30 ambazo vitaingiza watazamaji. Lakini hapo hapo sisi wakina mama, watu wa bajaji,
watu wa bodaboda watafanya biashara kutumia michezo ya AFCON. Na kama unavyomjua pia Mheshimiwa Makonda huwa harudi nyuma. Unaweza kusikia pale nyama bure, leo tunachoma nyama tu Arusha. Kwa hiyo pia nimpongeze pia Naibu Waziri Mwana FA kwa kuweza kuhamasisha na Katibu Mkuu kuhamasisha michezo ya AFCON, na yeye hakurudi nyuma. Mwaka jana wote ulikuwa unamuona kwenye goli la mama Mwana FA yupo, safari za timu ya taifa yupo. Pia nimpongeze Rais kwa mara ya kwanza kwa kutuma ndege ya Air Tanzania kwenda kuwapokea vijana wetu waliofanya kazi nzuri katika mashindano, na ameweza kualika pale Ikulu, akakaa nao pamoja, wakabadilishana mawazo, na vijana wametuhakikishia kwamba AFCON 2027 watafanya kazi ya ziada. Na kama mnaona pia juzi Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Makonda alikwenda kupokea bendera ya taifa, bendera ya AFCON, akiongozana pamoja na rais wa TFF pamoja na waziri mwenye dhamana yake. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Makonda kwa kazi hiyo, pamoja na watu wa wizara wote kwa ujumla, akiwepo Katibu Mkuu wa wizara. Nimalizie tu Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nina mengi ya kusema, lakini watu wengi wameishazungumza, mengine nitakuwa narudia zile pointi zake, lakini namshukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hassan.